Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye kipindi cha Utupe Riziki Yetu ya kila siku. Leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 5. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba. Leo nataka tumalizie ile sehemu ambayo nilikuwa nakupa ushahidi zaidi wa kimaandiko wa mgawanyo wa matumizi yako kibiblia, kanuni ambayo naiamini ni sahihi zaidi ya 10% kama fungu la 10 kutoka kwenye mapato yako ya jumla, your gross earnings, 20% kutoka kwenye kipato chako cha baada ya makato, yani net earnings, kwa ajili ya akiba, 20% kwa ajili ya chakula au matumizi yako ya kila siku, 20% kwa ajili ya uwekezaji. Na hizo tulikuwa tunaziongelea kwamba kwa nini naamini 20% hii imejitokeza mara 3 ni kanuni sahihi zaidi ya uwekezaji. Tayari nimekupa majibu kadha wa kadha, lakini tunajibu kwa kuangalia mambo 4 zaidi ambayo Yusufu aliyafanya kupitia ndugu zake, 3 kupitia Benjamin. Nikakwambia unaona alizidisha chakula cha Benjamin mara 3 zaidi ya ndugu zake. Hiyo ni Mwanzo sura 43 mstari wa 34. Lakini pia unaona alimpa nguo 5 zaidi za kubadili njiani zaidi ya wenzake, Mwanzo 45 mstari wa 22. Mwanzo 45:22 unaona pia alimpa fedha 300, wenzake hakuwapa fedha. Na baadaye Mwanzo 47 mstari wa 2, ndugu 5 miongoni mwa ndugu zake wote walienda mbele ya Farao, na baadaye mstari wa 7 babaye akaenda mbele ya Farao na akamuombea Farao. Mambo haya 4 yanatupa ushahidi zaidi ya kwamba 20% ni sahihi zaidi ya ule mgawanyo ambao tumeona kwenye mistari mama tuliyosoma huko nyuma. Na tukasema kwa nini miaka 5? Kwa sababu miaka 5 ya njaa ilikuwa imebaki. Kwa nini chakula mara 5 zaidi na mavazi mara 5 zaidi? Mathayo 6 anatufundisha chakula na mavazi ni matumizi yetu ya kila siku, msisumbukie hayo. Lakini pia fedha 300 ambao tuliona ni mara 5 zaidi, na miaka 5 ilibaki, gawia kwa 300 ni shilingi 60 kwa mwaka, na miezi iko 12. Miezi 12 kwa shilingi 60 uishi, maana yake ni 1/5 ya kile ambacho unakipata. Ilikuwa ni issue ya kikanuni zaidi. Na kwa hiyo fedha, Mathayo 6:21, hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakuwepo, kiashiria cha uwekezaji, 20% kwa ajili ya uwekezaji. Leo swali la 4 ambalo nataka tujiulize, kwa nini ndugu 5? Kwa nini ndugu 5 waliwakilisha wenzao miongoni mwa ndugu wote watoto wote wa Yakobo? Na kwa nini baadaye alipelekwa Yakobo mwenyewe mbele ya Farao? Kama alishawakilishwa, ungetegemea hata Yakobo asiende mbele ya Farao, lakini baadaye alipelekwa Yakobo mbele ya Farao. Jambo la kwanza unaoliona ni wazi kuwa hapa tunafundishwa ya kuwa hawa ndugu 5 waliwakilisha wengine wote isipokuwa Yakobo. Maana ilimlazimu Yakobo mwenyewe kuingia kwa Farao. Kwa hiyo ile kwamba ndugu 5 walienda miongoni kuwakilisha wenzao, baadaye Yakobo mwenyewe akapelekwa, maana yake Yakobo hakuwakilishwa na wale ndugu 5. Kwa hiyo ndugu 5 waliwakilisha wenzao 12 akiwemo Yusufu, lakini mzee Yakobo alijipeleka mwenyewe. Takaone hili jambo muhimu sana. Jambo la pili la muhimu ambalo unaliona ni kwamba mzee Yakobo alikuwa amebeba baraka za Farao pamoja na familia yake kule Misri, zao wote zilikuwa zimebebwa na mzee Yakobo. Kwa nini? Kwa sababu alivyoingia aliachilia baraka, alimuombea Farao. Kwa hiyo alikuwa amebeba baraka. Baba alikuwa amebeba baraka. Yeye alikuwa ndio chanzo cha Farao, alikuwa ndio chanzo cha baraka kwa miaka 5 iliyobaki kwa Israeli, pamoja na watu wengine aliokuwa ameambatana nao, wale watu 70 Biblia inatuambia walikuwa pamoja naye. Chanzo cha ile baraka ilikuwa ni Farao. Na kwa hiyo mzee Yakobo alilazimika kwenda kubariki chanzo cha baraka. Ndio maana alienda na akamtamikia mibaraka Farao. Hilo ni jambo la msingi sana. Kumbuka tulikotoka, misingi yetu ya msingi ambayo tuliiongea. Cha kwanza, kuheshimu wazazi. Wazazi wamefunga baraka za watoto. Kwa hiyo baba kwao alikuwa Yakobo, na huyu alipaswa kuachia baraka ya baba kwenye chanzo cha baraka yao. Lakini jambo la 3 ambalo naliona, kwa kuwa watoto wote walizaliwa na mzee mmoja anaitwa mzee Yakobo, wote walikuwa wamezaliwa na mzee mmoja anaitwa mzee Yakobo, ni sahihi kabisa tukisema ya kwamba kila mtoto alikuwa ni sehemu ya mzee Yakobo. Kila mtoto alikuwa ni sehemu moja ya mzee Yakobo. Mzee Yakobo ndiye alizaa hawa watoto wote. Hata sisi leo kila mtoto unayemzaa ni sehemu yako. Ni sehemu yako. Ndio maana wanaitwa kwa majina yako. Wote walikuwa ni sehemu moja ya mzee Yakobo. Kwa hiyo kibiblia mzee Yakobo alikuwa na sehemu 12. 12. Makabila 12 ya Israeli yalikuwa ni sehemu 12 za mzee Yakobo. Na ndio maana alivyokufa Mwanzo sura 49
aliachia baraka kwa wote mmoja mmoja. Kwa nini? Wao walikuwa ni sehemu yake. Ni sehemu yake. Hii ni jambo la msingi sana. Jambo la msingi kwa sababu gani? Kwa sababu kumbuka ni ndugu watano tu. Angalia, ndugu watano tu ndio walioenda kuwakilisha kwa Farao miongoni mwa ndugu wengine. Kumbuka kila mtoto wa mzee Yakobo alikuwa ni sehemu ya mzee Yakobo. Kwa hiyo ni sawasawa kabisa kihesabu kusema sehemu ya 5 ya mzee Yakobo ilimwakilisha kwa Farao. Na kwa nini mzee Yakobo alilazimika kwenda mwenyewe? Yeye ndio kitu kizima. Kwa hiyo wale ni sehemu 5 ya kitu kizima ambacho ni mzee Yakobo. Kwa hiyo mzee Yakobo alikuwa na sehemu 12 kwa wale watoto 12. Sehemu 12. Na sehemu 5 pekee zilizazimika kwenda mbele ya Farao, na yeye akiwa amebeba hizo sehemu 5 akaenda. Kwa hiyo ni 1 ya 5 waliokwenda kuwakilisha, ni 1 ya 5 ya mzee Yakobo. 1 ya 5 ya mzee Yakobo, 20%. 1 ya 5 ni 20%. 20% ya uzao wa mzee Yakobo walikwenda kuwakilisha wenzao mbele ya Farao. Umeona? 20%, 1 ya 5. Kila mtoto alikuwa ni sehemu 1 ya mzee Yakobo. Walienda 5, baadaye akaenda mwenyewe. Yeye alikuwa ni kitu kizima. 1 ya 5 ya mzee Yakobo walikwenda mbele ya Farao. Kwa hiyo sehemu ya 5 ya mzee waliotosha kuwakilisha wenzao wote, na wakapewa baraka na kibali cha kuishi Gosheni. 5%, 20% ndio sehemu ya 5 au 1 ya 5. Kumbuka inakopa ushahidi zaidi wa kimaandiko. Mambo yaliyofunuliwa ni ya kwetu, Biblia inasema, yaliyofichwa ni asili, ni kwa ajili ya Mungu, na haya yamefunguliwa kwa ajili yetu. Nakwambia haya kwa sababu nataka nikuonyeshe swali ambalo nilikuwa najiuliza baada ya mimi kuulizwa, una uhakika gani ya kwamba hii kanuni ya mgawanyo wako wa kipato ni sahihi? Na nilivyojiuliza hilo swali, Mungu akanipitisha haya maeneo, na nikashangaa sana kwa uthibitisho mwingi ambao tunao. Kwa hiyo kanuni yetu ya mgawanyo wako wa kipato, 10% fungu la 10, 20 matumizi, 20 akiba, 20% uwekezaji, imethibitishwa mara 5 kupitia Yusufu na Yakobo na Benjamini na Farao mara 5. Kwanza kwa Yusufu kumwepa maelekezo Farao ambao tulikwisha kuipitia. Pili kwa haya maeneo 4, kwa chakula cha Yakobo kuzidishwa mara 5, mavazi yake kuzidishwa mara 5, fedha 300 alizopewa zaidi ya wenzake, ndugu 5 kwenda mbele ya Farao wakiwakilisha wazao wote wa Yakobo, Yakobo mwenyewe kwenda mbele ya Farao na kubariki chanzo. Baraka zimefungwa kwa wazazi. Kwa hiyo ndio maana ilikuwa ni muhimu kwa mzee Yakobo kwenda na kubariki. Na hii ni muhimu sana. Huwa naambia watu siku zote, moja ya kitu ambacho kimeshika baraka zako sana ni jinsi unavyoishi na wazazi. Usije ukategemea kufanikiwa kama hauko sawa sawa na baba yako wa kiroho. Kwa mfano, baba yako wa kiroho anaweza kuwa mtumishi wa Mungu au mtu ambaye anakulea kiroho. Utakumbuka ndoto ya Yusufu, alionyeshwa ndugu zake wote wakimuinamia, nyota, mwezi, vyote vikimuinamia. Baba yake akamuuliza, akamwambia, unamaanisha mimi na mama yako na ndugu zako tutakuinamia? Na nasema Biblia akaliweka jambo hilo moyoni. Ndugu zake wakamchukia, lakini alionyesha watamnyenyekea. Lakini check mzee Yakobo alivyokuja kwa Farao kule Misri, Yusufu alivyomuona hakumwacha amuinamie. Kusoma Biblia, ndugu zake wote walimuinamia sawa sawa na ile ndoto ilivyokuwa, na akakubali wamuinamie. Alivyokuja baba yake hakukubali amuinamie, yeye ndiye aliyemkimbilia, wakakumbatiana. Biblia inasema wakalia kitambo kizima akiwa amekumbatia, amemlalia kifuani. Hakukubali baba yake amnyenyekee. Angezubaa kidogo, baba yake naye angemsujudia, na kumbuka angekuwa amejifungia huo mlango wa baraka ambao baba yake aliowachilia. Kwa hiyo haijalishi baba yako ni dhaifu kiasi gani au mzazi wako wa kiroho ni dhaifu kiasi gani, unatakiwa kumheshimu kwa sababu yeye ndio mwenye kubariki chanzo cha baraka yako. Na ndicho kilichofanyika hapa. Lakini nachotaka uone sehemu ya 5 ni 20%. Na kwa maelezo haya ambayo nimekupa siku hizi 3-4 nyuma toka tumeanza kuongea, nina uhakika nimejenga msingi ndani yako. Naendelea kusikiliza na kusikiliza. Wakati mwingine ya mambo ni magumu, rudia, sikiliza tena. Haya ya kujengea msingi wa kufanya uwekezaji. Angalizo moja nataka nikupe, hii sio kazi nyepesi. Sio kazi nyepesi hata kidogo. Kwa usifikiri itakuwa jambo jepesi. Biblia inasema ujapoanguka simama. Kwa hiyo ujaribu, ukishindwa anza tena. Ukishindwa anza tena ukiwa na nia ya kwamba utafanikiwa. Ayubu 22:28 utakusudia jambo moyoni
nalo litatimia. Kusudia kufanikiwa kuishi misingi na hii kanuni, nakwambia baada ya muda utafanikiwa. Na ukifanikiwa utaona tofauti kubwa kwenye maisha yako ya kiuchumi. Mungu akubariki sana hata tutakapoonana kesho, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Amen.